na pengine huenda msikilizaji bado na maswali mengi ya yale yanayoendelea, basi kwa njia ya simu tunazungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa ambaye pia ni mwenyekiti wa jukwaa la wachambuzi hapa nchini, Majid Mjengwa. Habari ya asubuhi na karibu kwenye matangazo yetu. Tukianza na hii kauli ya China inatolewa wakati huu vita ikiwa inaendelea. Hii kauli inaashiria nini? Moja kabisa ni tafsiri ya hali ambayo China iko hapa. Imeshapoteza marafiki zake wakubwa wawili, Maduro kwa maana ya Venezuela, alafu juzi hapa Ayatollah Ali Khamenei. Kwa hiyo washirika wake au partners wake muhimu China nafanya biashara kubwa na Urusi, kwa maana ya mafuta ghafi karibu 90% ya Iran yananunuliwa na China. China ni Urusi kwa Iran ni taifa muhimu kimkakati kwa kifupi. Kwa hiyo imempoteza pamoja na Venezuela. Anaposema kama Madrid aliposema upangili na mazungumzia hofu ya kutumika nguvu zaidi sheria za kutumia sheria ya Marekani pamoja, lakini ina tafsiri ya sheria za mtumi jungle law, yani kama sheria za kimataifa haki za binadamu kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, basi Marekani kwa mfano wa kutumia sheria za mtumi mwenye nguvu ndio apite ndio ashinde katika huko. Kwa kauli hiyo inaweza ikamfikisha hatimaye China kujiingiza moja kwa moja kwenye vita hivi? Hapana. Mwani alipotunga jana na wanahabari baadaye alifafanua zaidi kwa kusikilizwa China na utamaduni wa miaka mingi kwa siasa za kimataifa. Huwa hawapendi kujiingiza moja kwa moja kwenye mgogoro ambao hauhusu. Kwa hiyo utamaduni utakuonyesha pia sasa hivi watamuonyesha kwa maana ya kuwa katikati, hawataingia moja kwa moja kidogo, lakini hawatafika kushutumu kama tulivyosikia, watashutumu hali iliyopo kuingia moja kwa moja. Hapana, na ni kwa sababu ya China inaangalia pia yaliyo mapana kwa sasa. Rais wa Marekani Donald Trump ameandika katika ukurasa wa mtandao wake wa The Truth, akiandika maneno yenye ukali kidogo kwamba athari za kiuchumi sio kubwa na hazitakuwa kubwa kwa dunia nzima ukilinganisha na athari au tuseme matokeo ya kuiacha Iran iendelee kumiliki nyuklia, akisema ila ni akatumia maneno makali hapo, ila tu ni kwa wale wapumbavu ndio wanaweza wakafikiria tofauti na hivyo. Hii kauli ina ukweli ndani yake kwamba athari za kiuchumi hazionekani kwamba ni kubwa kuliko Iran kuwa tishio zaidi. Kama ina ukweli, wanasema kwenye vita, dunia kwenye vita, Marekani, Israel, Iran kwenye vita, kama nyingi mfano wa kwanza, mikati ya kwanza huwa inalengwa kwenye ukweli. Yale yote katika inayosemwa hapa hakuna ukweli. Ukweli ni kwamba dunia hata Marekani yenyewe imeshaathirika katika mkutano kwa mwanzo 36% mafuta amepanda kwa maana ya kawaida kwa
kwa ufafanuzi huo, tukutakia asubuhi njema. Shukrani. Ni Majid Mjengwa huyo, mchambuzi wa siasa za kimataifa ambaye pia ni mwenyekiti wa jukwaa la wachambuzi hapa nchini.